Mtazamaji wa Lute Online Media, ndani ya chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, siku ya leo kuna mtihani wa International Shotgun Karate ambao unafanyika hapa ndani ya chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, ambao lengo na mazumuni ni kupandisha renki vijana ambao wameandaliwa katika mashindano ya karate ambao wanayafanya. Leo hii renki ambazo zinaenda kupandishwa, tunaona kwamba kuna orange, green pamoja na blue. Kwa hiyo vijana hao ambao wataenda kuwakilisha vizuri kimataifa zaidi. Mwalimu amewasili leo hii, Sensei Liwale, ambaye leo hii yuko hapa ndani ya chuo kikuu cha Waislamu Morogoro ili kuwafanyia tathmini vijana ambao wao sasa wanakwenda kupanda hizo renki za kimataifa. Pia Alute Media imepata nafasi ya kuzungumza na mwalimu Sensei Liwale ambaye ametoka taifa kuja kufanya tathmini vijana hao. Alikuwa na haya ya kuzungumza. Leo ilikuwa ni siku maalum sana kwa wanachuo wa chuo kikuu cha Kiislamu hapa Morogoro, especially wale wanaocheza mchezo wa Shotokan Karate. Leo tumekwenda kufanya grading, maana yake kufanya mitihani ya kupanda madaraja ya mikanda ya rangi. Kwa maana yake diploma ya karate bado hawajafikia kwa sababu ndio wameanza. Kwa hiyo tulifanya mtihani wa kutoka mkanda wa njano kwenda mkanda wa kijani, kuna mkanda wa machungwa, lakini kuna mkanda wa kijani pia na mkanda wa blue. Lakini pia kulikuwa kuna mkanda mkubwa kabisa wa kahawia au tunaita brown belt. Kwa hiyo mitihani hiyo imefanyika. Na hii ni kwa mara ya kwanza kwa vyuo vikuu vya Tanzania. Mimi nawapongeza sana. Zaidi nampongeza sana Senpai Mkami kwa sababu yeye ndio aliweka nguvu kubwa. Alikuja makao makuu Dar es Salaam kuomba kuanzisha tawi katika chuo kikuu. Kwa vyuo vikuu Tanzania hiki ni chuo cha kwanza kufanya staili ya Shotokan Karate katika shirikisho la West Coast Shotokan Karate Association International. Kwa hiyo hii ni alama kubwa ambayo imewekwa, sio ya leo au ya kesho, lakini itaenda kuishi milele. Na sisi kama makao makuu ya West Coast Shotokan Karate tunawapongeza sana na tunawaalika na waweze kutualika pia sisi zaidi kwenye kujifundisha na kuendelea kufanya mafunzo zaidi. Kwa hiyo leo tulikuwa tuna wanafunzi 8 ambao wameweza kugrade, ingawa wanafunzi wako wengi, lakini kwa wale ambao wamequalify na kufanya mitihani walikuwa na wanafunzi 8. Wawili wamepata mkanda wa machungwa ambao sawa orange belt, lakini wawili pia wamefanya kijani green belt, lakini tukawa tuna wawili watatu wamefanya blue belt na mmoja ambaye ndo Senpai Mkami amefanya brown belt, ambaye yeye anategemea kwenda kupata diploma ya karate ya mkanda mweusi, diploma ya kwanza ambayo itakwenda kufanyika tarehe 29 makao makuu ya West Coast Shotokan Karate Dar es Salaam, kwa sababu tutakuwa tuna semina kubwa inayoanza tarehe 27 mpaka 29. Baada ya pale tutakuwa tuna grading kwa ajili ya diploma. Kwa kutakuwa na diploma 1, diploma 2, diploma 3, 4 na 5, kwa maana yake ndani ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano. Ni hivyo kwa siku ya leo kwa hapa lakini nawapongeza na ninawashukuru wote kwa kilichofanyika. Kwa majina naitwa Senpai Mkami Musa Mkami, ni Advanced Shotokan Karate chini ya West Coast Shotokan Karate Sensei Taifa. Leo tumempokea Sensei Taifa kwa heshima na taadhima na nidhamu ya hali ya juu, kama ilivyo kauli mbiu yetu chuo cha Morogoro, chuo cha Waislamu Morogoro, kwamba karate ni nidhamu, na leo tumeweza kuonesha nidhamu ya hali ya juu kwa sensei wetu Taifa Liwewa. Pia tumeweza kuonesha elimu ya karate madhubuti kabisa katika upande wa mitihani na wengi wamefaulu katika daraja la juu kabisa, A pamoja na B. Hamna ambaye yupo chini hapo. Kwa hiyo tupo timamu kwa Shotokan Karate na tunafanya vyema zaidi katika Shotokan Karate, na tupo tayari kwa ajili ya tournament mwezi wa 12 na mwezi wa 6 kuingia katika international seminars za Shotokan Karate. Ni hilo tu. Changamoto kwa kikubwa ambacho tunajivunia kwa Morogoro, kwanza katika chuo kikuu cha Morogoro, naweza nikasema pia kwa Tanzania nzima ndio chuo pekee ambacho kinafanya Shotokan Karate, lakini kikubwa tunachojivunia ni tuna mwalimu imara kabisa, na mwalimu mkubwa kabisa East African, na ni mwalimu ambaye anajulikana katika
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Sensei Taifa Liwewa, na yupo kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kupata mwalimu bora, mwalimu mahiri. Kwa hiyo tunaweza kujifunza vitu vingi kila ambapo tunapokutana naye, na pia anatupa experience za maisha na sociology kiujumla katika hali yetu ya maisha, namna gani karate tunaweza kuwa na nidhamu katika mfumo wa karate na nje ya maisha na katika jamii kiujumla tunapokuwa nje ya mashindano. Mzi wa law with sharia katika chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Of course mimi ni mwaka wa kwanza, lakini pia ni mwanafunzi wa karate ambao sisi tunaweza tukasema kwamba sisi ndo waanzilishi wa karate hapa Mumu, especially Shotokan karate kwa West Coast. Shotokan karate ni mchezo mzuri sana na ni mchezo ambao unasaidia watu hata watu ambao wana tabia za ovyo watakapoingia katika mchezo huu wa Shotokan karate inawajenga nidhamu zao. Uwezo kukuta mtu anayefanya Shotokan karate akawa na nidhamu ya ovyo, au kukuta mtu anacheza Shotokan karate ukamkuta katika ngumi za mtaani. Ndio maana hichi kitu kiko official na kuna vyeti kabisa vya certificate kabisa, ambapo kwa kiasi kwamba mtu ambaye ataonekana kwamba ni karateka au ana perform karate afu bado anafanya vitu vya kijinga, manake hata sheria pia zipo ambazo zitamwajibisha. Kwa maana hiyo ndio maana unakuta asilimia kubwa au asilimia kubwa ni kwamba watu wa Shotokan karate wana nidhamu sana. Pia napenda kusema kwamba wito wangu kwa wale wote ambao bado hawajapata bahati ya kushiriki katika mchezo huu. Mchezo wa Shotokan karate ni mchezo mzuri sana. Ni self defense. Hakuna mtu ambaye kila mtu hapa tunajua maisha ya mtaani. Maisha ya mtaani sio mepesi. Unaweza ukatoka leo umefika mtaani ukakutana na mtu yote, uwezi hata kujiokoa mwenyewe. Umekabwa tu kidogo ushatoa hela zote, ushanyang'anywa simu. Ni matukio ambayo yanatokea kila siku na watu tunajua. Kwa hiyo mchezo huu pia ukiachia mbali na nidhamu kwamba wewe mwenyewe utakuwa na nidhamu, lakini huu mchezo pia utakapofika mtaani utaweza kujitetea wewe kama wewe. Shukrani sana. Kwa majina naitwa Ayman Musa Mkami. Na vitu viwili. Cha kwanza ni pongezi za dhati kabisa. Cha pili ni shukrani za dhati kabisa. Pongezi zangu za dhati ziende kwa Sensei Mkami Musa Mkami kwa kufikiria na kuanza. Maana kuna watu wanafikiria na waanze. Alifikiria jambo na akaanzisha, na kama hivyo leo umeona watu wamepata vyeti vyao na wanaendelea kupanda renki. Shukrani zangu za dhati ziende kwa Sensei Taifa kwa kukubali wito na kuja. Nategemea bwana karate itakuwa sana, sio hapa tu. Mkoa mzima saizi utakuwa makarate tu. Shukrani sana. Okay. Kwa majina naitwa Hassan Musa Hamis, ni katibu wa Wizara ya Katiba na Sheria katika serikali ya wanafunzi MUMSO, lakini pia ni mbunge kutokea katika faculty ya sheria. Kwa testi ya leo na content ya leo, kiukweli mimi naweza nikatoa maoni kwamba mwitikio wa vijana ni mzuri, na pia sisi kama viongozi katika serikali ya wanafunzi MUMSO tutatoa mwitikio mkubwa na tutatoa ushirikiano mkubwa kuhakikisha katika mchezo huu wa karate hasa kwa katika chuo chetu unafika mbali zaidi.